Idara ya mahakama katika eneo la Marekani, kaunti ya Kilifi, imetoa wito kwa wazazi kuwapa wanao malezi bora ili kupunguza ongezeko la visa vya dhuluma dhidi ya watoto. Kwa mjibu wa hakimu mkuu wa mahakama ya Marekani, Kimani Mburu, zaidi ya kesi 5 za dhuluma za watoto zimefikishwa mahakamani mwaka huu na zingine 17 za mwaka jana zikiwa zimeamuliwa. Akizungumza baada ya kikao cha washikadau kujadili utendakazi wa mahakama, Mburu amesema kuwa iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, watoto wengi watapotoka kutokana na matumizi mabaya ya mtandao na kupelekea kunyanyasika. Forum ya kuja sasa kuuliza favor. Ukweli ama urongo? Usikuje ati kwa sababu sasa umepatiwa fursa ya kuja kwa kiongozi wa mahakama fulani, unakuja kumwambia sasa hiyo kesi sijui nini mshene mingi hapo kidogo katikati. Unataka kupitisha kadi zingine chini ya meza. Hapa tunafanya uwazi. Na hiyo ndio discussions tunataka tuwe nayo. So tusikue ni kwamba ni forum ambayo pia tunakuja kufanya mambo ambayo haitakikani kisheria. Si namna hiyo? Kwa upande wake, mshirikisho mradi wa Simba unaohamasisha jamii kuhusu dhuluma, Jacqueline Mweni, amekiri kuwa visa vya ubakaji vinazidi kuongezeka katika jamii na kutaka mahakama kuchukulia hatua za wale wote wanaojihusisha na ngono na watoto wadogo. Tule jamii tunaelezea umuhimu wa kwenda kuripoti cases. Sikija hapa zisipoendelea unapata kama tumekatwa miguu. Mpaka kule wanaanza kutuchekelea. Sasa wewe unatuambia utasaidia mambo na kiza watoto. Zikifika huku huyu jamaa tunamwona kibounce kule mtaani. Mlipata na waomba. Hizo kesi zikipatikana, wacha sheria ichukue mkondo wake. Ndio tukaweze kutoa mbegu mbaya katika jamii, kwa sababu hao watu wamedhulumu watoto sana. Hata mtu kama anachukua mtoto wa miaka 4. Miaka 4 unadhulumu watu na nini? Hata huko matiti ana. Unamshika wapi na unaanzia wapi? Kwa hivyo unapata ni vitu ambazo zinakasirisha sana. Yaani zinaumiza. Ukiona mtu ambaye ameshikwa katoto kenge hata akana kitu. Kwa mama ni wengi huku, hata kuna ile asikia nifuliza, hata ufuliza huko nje. Wachana na watoto. Hata hivyo, hakimu Mburu ameeleza kuwa licha ya kuwa sheria inatoa mwongozo wa hukumu kwa baadhi ya washukiwa, wanapopatwa na hatia, Wakenya wanafaa kutambua kuwa kuna baadhi ya sheria zinazotoa fursa kwa hakimu kutoa hukumu mbadala kulingana na kesi mahakamani. Wakati mwingi sheria zimeandikwa ama zimetungwa na wanabunge, lakini hata hivyo mahakimu na majaji wamepatiwa ruksa ya kupatiana hukumu zingine ambazo hazijatajwa kwa sheria. Iwapo sheria labda imesema shall be liable to imprisonment for a certain period of time, jaji ama hakimu ako na uwezo wa kupeana adhabu either ya fine ama adhabu ya kifungo ambacho hakifiki the maximum limit ile sheria imeweka. So tuseme kama shall be liable to imprisonment for 5 years, hakimu anaweza peana miezi 6, mwaka 1, mwaka na nusu, ama hata aweze kuweka fine badala ya kifungo. Wamesema hayo wakati wa hafla ya kila mwaka ya kujadili utendakazi wa mahakama kote nchini, iliyoleta pamoja washikadau mbalimbali kuweza kuboresha mipango ya Kenya kupata haki na kuelewa utendakazi wa idara ya mahakama. Ali Vincent, Benvin TV.